Tunatarajiwa kuwa na kipato ghafi cha dola za Kimarekani milioni 51,567,805. Hizi zinatokana na kilo zilizofanywa tathmini kwenye tathmini ya zao tuliyofanya hivi karibuni. Tunatarajia kuwa na kipato ghafi cha dola za Kimarekani milioni 58,42,297.84. Hii tukiwa tuna matarajio ya kwamba tunaweza kuzalisha tumbaku kwenye ubora wa wastani wa dola 2.36 kwa kilo. Mheshimiwa mgeni rasmi, usambazaji wa pembejeo. Katika msimu wa kilimo wa mwaka 2024-2025 ambao ndo masoko yake ya 25-26, chama kikuu kimeweza kusambaza pembejeo za kilimo kwa wakulima wa tumbaku kwa 100%. Kama unavyoona mpaka sasa hivi tumeuza zaidi ya kilo milioni 3.6 kwa taarifa ya awali iliyotolewa. Huu ni mwezi wa 5 ambapo awali tulikuwa tunaanza masoko mwezi wa 5 mwishoni kuelekea mwezi wa 6. Sisi kwetu hii ni fursa kubwa kwamba tumepiga hatua, maana yake kuanza masoko mapema kunasababisha madeni ya benki ambao tunakopeshwa mikopo tunailipa kwa muda, lakini pia tunapunguza zile riba ambazo tungetozwa na mabenki. Zao la tumbaku linaenda sambamba na upandaji wa miti. Kwa msimu huu tumeweza kuotesha miti milioni 4,17,934 kati ya milioni 5,573,212 ikiwa ni sawa na 76% ya miti iliyopandwa. Changamoto ya kwanza ni kutokufikia kilo za mkataba. Hii inasababishwa na hali ya hewa. Wewe mwenyewe umekuwa ni shahidi, tumekumbwa na mvua za mawe. Lakini pia tumekuwa na changamoto ya ukame. Hii yote inaathiri uzalishaji wa zao la tumbaku. Lakini pia tumekuwa na changamoto ya upungufu wa mabani kwa ajili ya kukaushia tumbaku, hali ambayo inasababisha tupate tumbaku ambayo haina ubora, kwa sababu zao la tumbaku linategemea sana mabani, ndio msingi mkubwa ili uweze kuwa na tumbaku yenye ubora. Sisi wakulima, furaha yetu ni kupata pembejeo kwa wakati na kupata bei nzuri na kupata hela kwa wakati. Hizo ndio shida zetu sisi wakulima. Mlivyoanza na masoko, mumalize hivyo hivyo. Sio eti wa kwanza afurahi, wa mwisho aje alie. Tunataka tulivyoanza ndivyo tumalize. Tunajua serikali yetu ni sikifu. Kilio chetu wakulima kilikuwa ni masoko. Na masoko mmetutafutia. Na ruzuku mmetupa wakulima wa tumbaku. Lakini kuna wakulima bado wanalima heka moja moja. Hatujui tutafika lini. Tutafaidika vipi na hizi faida za serikali ambazo wanatuwezesha. Tunaomba wakulima wabadilike. Watu wamekuwa walanguzi kwa wakulima wetu. Wanapita na vimizani mitaani, wananunua tumbaku kwa wakulima. Tuna wasiwasi. Wakulima ambao sio waaminifu wanaweza kauza tumbaku yote, matokeo madeni yakalala. Kwa hiyo nayo inatupa wasiwasi. Waombeni viongozi wenzangu, dola 3 zimemwagika na hela ziwahi kuwafikia wakulima. Tumenunua kilo milioni 3,600,000 tu, ambayo ni asilimia kama 15 hivi ya kilo zile za mkataba. Ni waase ndugu wakulima wote, tunaomba tulete tumbaku ambazo ni safi, ambazo hazijachanganywa. Tabia yetu baadhi ya wakulima inawezekana siwe Chunya au mahala pengine, lakini hapa wanaweza akawepo. Tunaomba sana tulete tumbaku ambazo ni safi, ambazo hazijachanganywa. Tuchambue kulingana na ile michumo ambayo tumejifunza, lakini ubora zile taratibu zote tuzifuate, na matumbaku yetu yataenda vizuri, yatauzwa vizuri, na hatima yetu ya kufikia tarehe 30 Juni msimu huu tunaweza tukawa tumekamilisha zile kilo ambazo ni milioni 31,570,000 za mkataba. Niwapongeze sana wakulima kwa namna ambavyo mmepokea jitihada za masoko ya mapema. Hii ilikuwa ni changamoto sana kwa maeneo ya Chunya. Lakini hivi leo, Mheshimiwa mgeni rasmi, tulianza masoko tarehe 29 kwa Chunya kwa upande wetu, lakini mpaka sasa tumekwisha kuzunguka na kununua kilo za kutosha. Lakini pia nikuthibitishie kampuni yetu imejipanga na itatoa ushirikiano wa kutosha, na mpaka sasa vyama vyote vilivyofanya masoko mpaka siku ya jana tumekwisha kuvilipa. Lakini pia niipongeze serikali sikivu ya CCM
Mmekuwa mkitatua changamoto nyingi sana za miundombinu ambazo kimsingi nadhani zimeelezwa hata na mwenyekiti wetu wa union. Vilikuweko vyama kadhaa kama Nkungungu na Alwalaji, ilikuwa ni changamoto sana kufanya masoko haya kwa haraka. Lakini sasa tunanunua tumbaku na tunatoa. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba niwapongezeni sana kwa bidii na juhudi ambazo mmekuwa mkifanya. Lakini pia masoko haya nitoe wito kwa wadau mbalimbali hasa wakulima, tuendelee kuleta tumbaku yetu kwa nguvu yote. Makampuni tuko safi kabisa na tutatoa ushirikiano wa kutosha. Niwaombe wakulima tuweze kulima na kufanya kilimo chetu kwa kalenda kama msimu unavyotaka. Tukilima kwa kufuata kalenda tutaweza kupata mazao mengi na kwa namna ambavyo sisi tunatamani tuweze kwenda tukayapata. Pia tumbaku yetu vizuri, kwa maana kuipa mbolea ile inayohitajika, viuatilifu na mambo mengineyo. Ndivyo ambavyo tutapata tumbaku yetu iliyo katika ubora ambao sisi leo tutaweza kunufaika. Na jambo la tatu, tunapofunga tumbaku zetu tuendelee kuwa waaminifu. Tufunge tumbaku yetu kwenye ubora unaotakikana ili tuweze kupata magredi yale ambayo wanunuzi nao wasipate shida kuinunua. Ndio tarahisisha ununuzi na zao la tumbaku kuweza kwenda kwa uzuri zaidi. Tuendelee kuboresha mabani yetu, yaendelee kuwa kwenye ubora mzuri, kuendelea kuwa makubwa ya kisasa, ili kazi kubwa tunayofanya shambani isije kaishia wakati wa uchomaji. Sasa mimi niwaombe wananchi na wakulima wote kwa ujumla, tuzingatie kilimo cha kisasa. Kupanda miti perfect, tukapande miti. Si kupanda tu, ipandwe na itunzwe. Lakini la pili ni kuweka uvunaji ambao ni endelevu huko kwenye misitu. Kila chama cha msingi kiwe na msitu. Nunueni ardhi, hizo ndio fedha mnazopewa. Tukanunue ardhi na tupande miti. Na kuhakikishieni kwamba management ya benki ya CRDB inaendelea kuimarisha mifumo yote ya utoaji huduma zote ambazo zinatolewa kuanzia kwenye akaunti za benki, lakini pia na mikopo ambayo tunaitoa. Benki waliopo kwenye mnyororo wa thamani wa zao la tumbaku kuhakikisha kwamba hili zao linaendelea kudumu, linaendelea kuimarishwa na huduma zote zinakuwa rafiki kwenu. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACVET number REG/ANE/029 anapenda kutangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate katika kozi za IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office na Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna ofa kozi fupi za computer application, graphics and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.